Kwa majina naitwa Engineer Suma Atukele Mwanjwango, ni manager PPRA Kanda ya Kati na Magharibi. Kanda ya Kati na Magharibi inajumuisha mikoa 5: mkoa wa Singida, Tabora, Shinyanga, Kigoma na Katavi. Kwa dhati kabisa, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake mema, kwa kuwekeza fedha nyingi na nguvu nyingi katika kuboresha sekta ya ununuzi wa umma. Kama tunavyojua, sekta ya ununuzi wa umma imebeba zaidi ya 70% ya bajeti ya taifa, ambayo yote imeelekezwa katika masuala yote ya ununuzi. Kwa hiyo ni afya na tija kubwa kuona kwamba tunajitahidi kuboresha miundombinu yote ambayo sasa itatusaidia kufanikisha haya manunuzi yetu yawe yenye tija na kutuletea thamani ya fedha ambayo sasa italeta manufaa kuanzia mwananchi wa chini, taasisi zetu na taifa letu kwa ujumla. Na semina ya leo ni sehemu ya juhudi za Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha sasa hizi taasisi nunuzi zinapata uelewa wa kutosha ambao inakuwa ni nyenzo madhubuti katika kwenda kutekeleza ile dhana kamili aliyoileta kwa ajili ya kuboresha mchakato wa manunuzi na hatimaye sasa kuweza kupata thamani ya fedha katika manunuzi, majenzi na miradi ya maendeleo. Tunatoa wito kwa washiriki wa semina, wataalamu wote waliohudhuria mafunzo haya, wajitahidi kuwa makini na kufuatilia kwa ukaribu sana, kwa sababu uwepo wao hapa ni wawakilishi wachache tu katika taasisi nyingi nchini. Tunaamini watakaporudi kule wanakwenda kuwa mabarozi ambao watatoa elimu hii kwa watumishi wote ndani ya taasisi, kwa sababu mchakato wa ununuzi wa umma ndani ya taasisi unahusisha kila mtumishi. Kwa hiyo ni ari yetu kwao kwamba mafunzo haya yakafike katika taasisi zao na wakayafanyie kazi ambayo yatatupatia matokeo chanya kama taifa. Kwa jina naitwa Salum Kwanya Athmani, ni afisa manunuzi halmashauri ya jiji la Mbeya. Niko hapa kwa ajili ya mafunzo yalianza toka jana tarehe 7 na tarajiwa kumalizika tarehe 11 mwezi wa 4. Kwa hiyo mafunzo haya ya PPRA tunamshukuru kwanza mama kwa kusaidia kupata haya mafunzo, kwa maana mfumo wa PPRA ni mfumo ambao ni rafiki kwa wadau wote, inagusa nyanja zote, nyanza mbalimbali, na kwa kutumia mafunzo haya tunajifunza kwa maana ya kuokoa gharama katika manunuzi yanayofanyika ngazi ya serikali na taasisi zake. Mafunzo haya yanaenda kutatua changamoto zilizokuwepo katika mfumo wa PPRA. Kwanza, mfumo wa PPRA unaenda kuwa rafiki kwa sababu unaenda kuungana pamoja na mfumo wa MUSE kwa ajili ya ulipaji, kwa sababu mwanzo ilikuwa na changamoto, mikataba ilikuwa inatoka ya NeST na wakati huo unatakiwa ukatoe mikataba ya mfumo wa MUSE. Lakini kwa sababu ya mafunzo haya tunaenda kutekeleza maelekezo yote tuliopewa, kwa maana ya kuchakata kwenye mfumo wa majadiliano, vetting, pamoja na kusaini moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo mafunzo haya yatatusaidia sana hasa kwenye miradi mbalimbali katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kupitia hili tunamshukuru sana mama kwa kutuletea mafunzo. Majina yangu ni Mwanaidi Makao, ni mtumishi katika hospitali ya Benjamin Mkapa, ni afisa muuguzi, lakini pia ni mkurugenzi wa mambo ya uuguzi pale hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa hapa nimekuja kama mwanafunzi wa mfumo wa NeST au PPRA kwa ujumla. Kwangu mimi mafunzo haya kama idara tumizi yatanisaidia kuondoa zile sintofahamu nilizokuwa nazo mwanzo, kwamba unaweza ukaagiza kitu kwa ajili ya kununua kupeleka kule kitengo cha manunuzi, ukaambiwa labda fanya hiki, fanya kile, ukaona kama wanakuzungusha
lakini kumbe mfumo wa NeST ndivyo unavyotaka. Kwa hiyo kwenye mafunzo haya nimejifunza jinsi ambavyo ukiwa na manunuzi ya dharura unatakiwa ufanyeje, ukiwa na manunuzi ya kawaida unatakiwa ufanyeje, sisi kama idara tumizi. Kwa sababu katika idara yangu, kwa mfano pale hospitali ya Benjamin Mkapa, tunatakiwa tupandishe mahitaji ambayo tunayahitaji ili tuweze kupata. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nimejua kwamba ukipandisha kwa wakati fulani, basi mlolongo ule wa manunuzi utaenda kwa kipindi fulani ili wewe uweze kufanikiwa katika mahitaji yako. Hayo ndio mambo ya msingi ambayo nimeyafahamu, na pengine nitaendelea kufahamu zaidi kwa sababu mafunzo bado yanaendelea. Kwa hiyo nina imani nitaiva katika mfumo wa manunuzi, na zile sintofahamu za kusema kwamba labda manunuzi wana ukilitimba, labda kuna hiki na kile, vitakuwa vimeisha, na pia nitaeleza hata kwa wenzangu ili tuweze kuwa wavumilivu katika kufuata taratibu za manunuzi.